Upepo ulikuwa umekoma kunong'ona. Ardhi chini ya miguu ya Israeli ilikuwa imepasuka kama udongo mkavu, na mashamba yaliyokuwa ya kijani kibichi sasa yalikuwa yanang'aa chini ya jua kali lisilo na huruma. Kila mahali watu walitazama angani wakitafuta wingu moja, lakini hakuna lililotokea. Huo ulikuwa mwanzo wa ukame mrefu na tulivu, na yote yalianza na mtu mmoja aliyethubutu kusema kile Mungu alisema. Eliya nabii kutoka Tishbe alisimama mbele ya mfalme Ahabu, mtawala ambaye moyo wake ulikuwa umepoa kwa Mungu. Hewa ya ikulu ilikuwa nzito kwa manukato na kiburi. Watumishi walikimbia wakibeba sahani za dhahabu, na Malkia Yezebeli alitazama kwa macho makali kutoka kwenye kiti chake cha enzi. Vazi la Eliya lilikuwa rahisi, limejaa vumbi la safari, lakini sauti yake ilibeba moto wa mbinguni. Alimtazama mfalme na kutangaza, "Kwa jina la Bwana, Mungu wa Israeli aliye hai, hakutakuwa na umande wala mvua kwa miaka hii, isipokuwa kwa neno langu." Ukumbi ukanyamaza kimya. Taya ya Ahabu ikakaza. Nabii huyo wa kawaida anawezaje kuthubutu kuiambia enzi maneno hayo? Lakini Eliya hakutikisika. Hakuwa pale kuwafurahisha watu. Alikuwa pale kumtii Mungu. Alipogeuka na kuondoka ikuluni, bado aliweza kuhisi mvutano nyuma yake. Walinzi wakishika mikuki yao kwa nguvu, Malkia akinong'ona kwa hasira, na kiburi cha mfalme kikitetemeka chini ya uzito wa kweli. Nje ya mji, upepo ulivuma kwa ukavu na joto. Lakini kwenye utulivu wa roho yake, Eliya alisikia sauti nyingine, laini na yenye hakika. Ilikuwa ni sauti ya Bwana. "Ondoka hapa. Elekea mashariki na ujifiche karibu na kijito cha Kerithi. Utakunywa maji ya kijito, na nimewaamuru kunguru wakulishe huko." Basi Eliya akatii. Alipita kwenye njia zenye mawe, akapita chini ya miti iliyonyauka na kondoo waliokuwa na kiu. Jua lilimchoma shingoni na vumbi likashikamana kwenye viatu vyake, lakini hakulalamika. Mungu aliposema nenda, alienda. Hatimaye akafika kwenye kijito cha Kerithi, kijito chembamba kilichojificha kati ya vilima vya porini. Maji yalimetameta kwenye mwanga wa jua, baridi na matamu. Eliya alipiga magoti, akachota maji kwa mikono yake, ilionja kama rehema. Akatengeneza kibanda kidogo cha matawi karibu hapo na kusubiri kama Mungu alivyoagiza. Asubuhi iliyofuata, alfajiri ilipopaka dhahabu angani, alisikia mabawa yakipiga. Kunguru, weusi kama usiku, wenye nguvu na kasi, waliruka chini na kuacha mkate na nyama kando yake. Eliya akatabasamu. "Kweli Bwana, unalitimiza neno lako." Kila asubuhi na jioni, kunguru walikuja wakileta chakula kutoka sehemu ambazo Eliya hakuweza kuziona. Na kila siku, kijito kiliimba kwa upole pembeni yake, wimbo wa uhai katikati ya ukame. Siku zikawa wiki. Kila jioni, Eliya alikaa karibu na maji na kuomba. Alimshukuru Mungu kwa uaminifu wake, kwa nguvu za kusimama mbele ya mfalme, na kwa hifadhi tulivu katika bonde hili la siri. Lakini polepole alianza kuona jambo likibadilika. Sauti ya kijito, iliyokuwa haraka na ya furaha, ilianza kufifia. Maji yaliyokuwa yanacheza juu ya mawe sasa yalitiririka kwa aibu, yakipungua siku baada ya siku.
Eliya alitazama jua likizidi kuwaka, hewa ikizidi kuwa nzito na kijito kikizidi kuwa chembamba. Asubuhi moja alijikunja kunywa maji, lakini matone machache tu yalimgusa midomo. Kwa muda mfupi moyo wake ukatetereka. Je, huu ndio mwisho? Je, Mungu amemsahau? Alitazama milima mikavu, koo lake likiwa kavu na makazi yake yakiwa yamezungukwa na ukimya. Kisha taratibu alikumbuka, yule Mungu aliyemleta hapa ndiye atakayemwambia wakati wa kuondoka. Eliya akaunganisha mikono na kuomba, Bwana, nimekuamini wakati wa mvua na wakati wa ukame. Sema tena, nami nitaenda. Hewa ikawa tulivu. Kunguru wakazunguka juu yake mara moja, kana kwamba nao walikuwa wakisubiri. Kisha, ndani kabisa ya roho yake, Eliya akasikia ule mnong'ono aliyouzoea, sauti ya yule asiyewahi kusahau. Inuka, Eliya. Nenda Sarepta, katika nchi ya Sidoni. Nimeamuru mwanamke mjane huko akupatie chakula. Eliya akafungua macho yake, kijito nyuma yake sasa kilikuwa kimya. Mawe makavu tu ambapo maji yalikuwa yamecheza zamani. Alichukua fimbo yake, akakusanya vazi lake na kuelekea kwenye vilima vya mbali. Kila hatua aliyochukua alibeba kumbukumbu ya mabawa ya kunguru na ladha ya maji baridi. Alijua sasa kwamba kila mwisho katika mpango wa Mungu ni mwanzo wa muujiza mwingine. Usiku huo, nyota ziliposambaa kimya kimya angani juu ya jangwa, Eliya aliendelea kutembea, akiongozwa na imani na mwanga wa mwezi. Ulimwengu uliomzunguka ulikuwa mkavu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa tumaini. Na mbali, katika mji mdogo uitwao Sarepta, mwanamke mjane alikuwa anachochea chupa ya unga iliyokuwa karibu kuisha, bila kujua kuwa safari yake na Mungu ilikuwa karibu kuanza. Kijito kinapokauka, mtumaini yeye aliyeumba mito. Usiku mwema, mtoto mdogo. Kumbuka, hata mambo yanapoonekana kuisha, Mungu tayari anaandika sura inayofuata ya hadithi yako.